بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه علينا tumekutana tena katika siku hii ya leo ambapo ni yaumu thulatha. Hii ni siku ya Jumanne, al-khamisatu wal-ishrun min shahri Allahi Ramadhan al-Mubarak, ya tarehe 25 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka 1446 Hijiria. Allah subhanahu wa ta'ala ametukusanya katika semina yetu hii maalum kwa wanawake, dauratu ummil mu'minin Aisha an-nisaiyya al-mun'aqidatu fi rihabi markaz al-imam Muqbil Bimoshi. Na hichi ni kipindi chetu cha pili, walillahi alhamd, baada ya kumalizika kipindi cha kwanza katika at-tauhid, na sasa tunasoma fiqh siyam. Lakini kabla ya kuingia kwenye masomo yetu, napenda kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha ninyi al-akhawatu al-muslimat, wanawake maukhti wa Kiislamu, kwamba mwezi wa Ramadhani unakwenda zake. Ayyaman ma'dudat, ni masiku yenye kuhesabika kwa ule uchache wake. Wa nahnu al'an fi al-ashr al-awakhir min Ramadhan, na sisi leo tumo ndani ya 10 la mwisho la Ramadhan, bali tumeligawa katikati 10 la mwisho. Leo ni siku ya 25 ya Ramadhan, tumelipasua 10 la mwisho la Ramadhani katikati, bimaana hapajabakia kumalizika Ramadhani ila ni siku 4, ikiwa mwezi utaandama kwa 29, au ni siku 5 tu ikiwa Ramadhani itakamilika 30. Sasa siku zimekwenda na mwezi wenye kheri unatuaga. La muhimu kwetu ni kuongeza bidii kwenye haya masiku yaliyobaki, kwani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa utaratibu wake ni kujipinda na kukaza msuli kwenye ibada katika hili 10 la mwisho. Kila Ramadhani ilivyokuwa inakwenda mwisho, ndivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa akiongeza bidii na kuyafanya mambo ambayo pengine alikuwa hayafanyi kwa kasi hiyo katika 10 la mwanzo na la pili. Sisi leo ni tofauti kabisa. Imekuwa sisi Ramadhani kile inavyokwenda mwisho ndivyo tunavyozidi uvivu na ndivyo tunavyopunguza ibada, na wengine si kupunguza, maalasaf, wengine wanaacha. Wako watu Ramadhani ikielekea mwisho, kama walikuwa wanaswali wanaacha kuswali kabisa. Inakuwa mtu anaendelea na funga yake ile kavu, funga bila swala. Kama alikuwa anadiriki swala za jamaa msikitini, ikiwa ni mwanaume, basi jamaa zinaanza kumpita, anaanza kuswali kwa upweke peke yake. Kama alikuwa kiswali faradhi na akiongezea swala za sunan qabliya ba'diya, Ramadhani ikielekea mwisho sunna zote zaachwa. Ikiwa ni mwanamke alikuwa akiswali sunna nyumbani kwake kabla ya faradhi na baada ya faradhi anaziacha. Na wengine walikuwa wakiwahi kuswali swala za faradhi mwanzo wa wakati kwa sababu ya Ramadhani. Ramadhani inakwenda mwisho, hizo swala pia anaswali anavyojua yeye, nje ya wakati kabisa. Pana watu wameacha kusoma Qur'an kwa sababu Ramadhani inakwenda mwisho. Pana watu wameacha adhkar, pana watu wameacha kuomba dua. Sasa hivi watu wengi wa kileo, masiku kama haya, siku 5-4 kabla ya kuingia Eid, akili zao, fikra zao, juhudi zao ni kwenye sikukuu.
Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuwa hivyo, wala wema waliotangulia. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasimulia hadithi ambayo muisikia muijua. Alhadith rawahu shaykhan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pindi linapoingia 10 la mwisho. Kwa hivyo Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pindi linapoingia 10 la mwisho kama hili tulilokuwa nalo, Mtume alayhi salam alikuwa anaongeza bidii katika ibada. Shadda mi'zarahu, anakikaza kikoi chake, bimaana yushammiru fil ibadati wat ta'at. Mtume anaongeza bidii katika ibada na taa. Bali Aisha anasema wa ahya laylahu, na anauisha usiku wake alayhi salatu wassalam, anakesha kwa kufanya ibada. Wa ayqadha ahlahu, na pia anawaamsha watu wake wa nyumbani. Tumefahamiana eh? Huyo ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndio kiongozi wetu na kiigizo chetu. Hebu tumuigeni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuongezeni bidii zetu kwenye kila kitu tunachokiweza katika masiku haya yaliyosalia. Asa Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala fina wa fi kunna albarakata fil umr wathawaba fil amal. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwa sababu ya hizo juhudi, akajalia kwetu sisi na kwenu enyi wanawake wa Kiislamu, akajalia baraka katika umri, bali akajalia thawabu katika amali ambazo tunazifanya. Hizi zilikuwa ni nasaha zangu kwangu mwenyewe na kwenu nyinyi kina mama, kwa kuzingatia masiku tuliobakia nayo haya. Tukirejea katika kitabu chetu Rasailu Ramadhaniya, ahkamun fiqhiyya wa adabun shar'iyya, masala ya mwisho tuliyoyasoma ni ahkamu mbalimbali za zakatul fitri, zaka ya fitri, ambayo nayo ndio wakati wake huu, masiku yake yako mbele hapo. Tukasoma tuliyoyasoma. Sasa kuna mambo machache katika masail ya zakatul fitri nataka niyajazie japo kuyasema tu, hata kama kwenye kitabu chenu hayajaandikwa, lakini pana haja ya kuyasema masala haya. Kwa nini? Kwa sababu topiki ambayo inafuata sasa, ukurasa wa 33, ameandika ikhraju zakatul fitri naqdan, utoaji wa zakati ya fitri kwa pesa. Ikhraju zakatul fitri naqdan, utoaji wa zaka ya fitri kwa pesa. Ikawa mtu sasa hatoi nafaka au chakula chenye kuliwa kwa umashuhuri katika mji, badala yake akatoa pesa. Labda akapiga hesabu kwamba kilo 2.5 za mchele, thamani yake nikisema ninunue mchele wangu mzuri kwa shilingi 3,000 kilo, kwa kilo 2.5, basi itakuwa ni shilingi 7,500. Akachukua 7,000 yake na 500 akampa maskini, badala ya kununua ule mchele na kumpa mchele, au kununua ngano na kumpa ngano, akatoa thamani. Haya ndio masala atayazungumzia mwandishi hapa kwenye kitabu hiki. Sasa masala haya yanaposemwa huwa yanatajwa na vitu vingine vidogo vidogo, ni muhimu tuvitaje kwa sababu ahlul ilmi wanavizungumzia. Nitaanza na hivyo ambavyo havijaandikwa hapo, alafu mwisho tutamalizia hichi kilichoandikwa cha utoaji wa zaka ya fitri kwa pesa. Masala ya kwanza, hal tajibu zakatul fitri ala alfaqiri? Swali hili, je, inawajibika zaka ya fitri kwa mtu fakiri, mtu maskini? Maana wakati mwingine fakiri akaotea, ikawa imemdiriki Ramadhan
yeye ni fakiri lakini kuna neema ikawa zimemtembelea, akijitazama anacho chakula chake na chakula cha watu wake, alafu pana ziada inabaki, pamoja na ufakiri wake inamwajibikia zaka ya fitri. Yeye ni mtu wa kupewa ndio asli, lakini je, inaweza ikafika wakati zaka ya fitri ikawajibika? Hili ni swali wanaliuliza ahlul ilm. hal tajibu zakatul fitri ala alfaqiri? qala ibn hani rahimahullah ta'ala wasuila, na kusudia ibn hani, suila Imam Ahmad rahimahullah, wasuila an zakatil fitri mata tajibu ala ar-rajuli, na aliulizwa Imam Ahmad rahimahullah kuhusiana na zakatul fitri, wakati gani inawajibika kwa mtu. qal, akasema Imam Ahmad rahimahullah, idha kana indahu fadlu quti yawmin, ikiwa mtu anayo ziada ya chakula cha siku. idha kana indahu fadlu quti yawmin, ikiwa anayo ziada ya chakula cha siku. Mathalan siku ya Eid, ule usiku wake na asubuhi yake, mtu akiangalia bajeti yake anacho chakula cha siku hiyo na ziada ipo, anasema Imam Ahmad, at'ama, basi huyo atalisha. kadhalik ذكر الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله katika masaili yake عن الإمام أحمد, anasema سمعت أحمد سئل عن الفقير عليه زكاة الفطر. الإمام أبو داود رحمه الله anasema nilimsikia Ahmad ibn Hanbal akiulizwa kuhusiana na fakiri, je, kuna juu yake zaka ya fitri? Al-Imam Ahmad akajibu tena, qal idha kana indahu qutu yawmihi fama fadala anhu falyuaddi, ikiwa kipo kwake yeye huyo fakiri chakula cha siku yake, siku ya Eid yani, fama fadala anhu, basi na kile ambacho kilichozidi juu ya hicho chakula chake cha Eid ikawa kuna ziada anayo, falyuaddi, basi na yeye atoe, awape maskini wenzie, awape mafakiri wenzie ambao hawana kabisa. Haya ni masala muhimu kuyataja, lakini pia pana riwaya nyingine inatajwa an Imam Ahmad. Sasa yeye anasema wazi kabisa hawajibiki fakiri, hawajibiki fakiri kutoa zakatul fitr kwa hali yoyote. qila li Ahmad faqal laysa alayhi shay'un, hapana juu yake chochote hata kama ana ziada. Haya ni masala faida bakini nayo hiyo. Masala mengine, ikhraju almusafiri zakat alfitr, ni kutoa msafiri zaka ya fitri. Mtu aliye safarini, hayupo katika mji wake, yuko ughaibuni huko, ima moja miji ya karibu au miji ya mbali. Kama kuna baadhi ya ndugu zetu ambao mara nyingi hutuuliza watafanyaje kwenye kutoa zakatul fitri, wako nchi za Ulaya huko, Europe, wengine wako Amerika, na pana mazingira magumu kumpelekea mtu sadaka ya fitri, kwamba tumpelekea mzungu fitri, mazingira yalivyokaa pana uzito, kama vile ambavyo wanapata uzito kwenye kuchinja hakika, mambo mengi kwa sababu ya mazingira yalivyo. Maswali haya yanaulizwa sana na hawa ndugu zetu walio mbali na miji yao, na huku waliko mazingira ya utoaji wa fitri ni magumu. Hata kama kiwango wanacho, wanampa nani? Wampelekea nani? Wenzao waliokwenda nao huko, karibia watu wote wana uwezo wa kutoa fitri. Watu wako Ulaya huko, wanaganga njaa inatibiwa huko, na watu wengi wamefanikiwa kuitibu njaa. Zile njaa kali hakuna tena. Sasa unampa nani? Kila mtu anataka kutoa. Sasa hili ni swali muhimu sana, msafiri kutoa zaka ya fitri. Maneno yamekuja, jaa fil mudawwanati al-kubra, kitabu mashuhuri ambacho ni riwaya za Suhnun al-allamatu
Suhnun Abdussalam al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, ambaye huyu kapokea riwaya nyingi an Imam Malik rahimahullah. Suhnun Abdussalam al-Maghribi amepokea riwaya nyingi kutokea kwa al-Imam Malik ibn Anas kupitia wanafunzi wakubwa wawili wa Imam Malik, al-Imam Abdurrahman ibn al-Qasim wal-Imam Asad ibn Furat rahmatullahi ta'ala alayhima. Na ndio asli ya kuandika kitabu Al-Mudawwanatul Kubra, kitabu adhim, volume za vitabu katika madhhab ya Kimalikia. Sasa katika Al-Mudawwana Al-Kubra biriwayati Suhnun Abdussalam aliuliza swali, na maswali yake anakuwa anamuuliza imma ni maswali anayoelekeza kwa al-Imam Abdurrahman ibn Qasim tilmidh Malik, au maswali mengine aliyachukua na majawabu aliyachukua kwa Asad ibn Furat. Sasa imekuja katika hicho kitabu suali katika masala ya ikhraj al-musafir zakat al-fitri, kutoa msafiri zaka ya fitri. Qultu, anasema Suhnun, nilisema mimi, akimuuliza al-Imam Abdurrahman bin al-Qasim, ma qawlu Malik fi man huwa min ahli Ifriqiya wa huwa bimisra yawm al-fitr, aina yuaddi zakat al-fitr? Suhnun anamuuliza mwanafunzi wa Imam Malik ibn al-Qasim kwamba ni ipi kauli ya Imam Malik fi man, kuhusiana yule ambaye huwa min ahli Ifriqiya, yeye ni katika watu wa Afrika. Na wakati huo wakisema Afrika ni ile Afrika ya Waarabu, Ifriq al-Arab ni Afrika ya Waarabu, hiyo miji ya Maghrib, Tunis, Libya, Morocco, Algeria, ndio Afrika ya Waarabu zamani hiyo. Sasa anauliza ni ipi kauli ya Imam Malik kwa watu wa Afrika, ni mtu asili yake ni wa Afrika huku, wa huwa bimisra يوم الفطر, lakini yeye yuko Misri siku ya kutoa fitri. Aina yuaddi zakat alfitri, wapi sasa ataitoa zaka ya fitri msafiri huyu? Qal, akasema Ibn al-Qasim, qala Malik, amesema Imam Malik, haithu huwa, atatoa pale yalipo, huko huko ughaibuni, afanye maarifa atoe. Qal, kisha akaongeza al-Imam Malik, na hapa ndo tunapataka, wa in adda an ahluhu biifriqiya ajzaahu, na ikiwa watamtolea yeye watu wake, familia yake, ndugu zake, ikiwa watamtolea yeye watu wake huko Afrika, hilo litajuzu hapa sasa. Kwa hivyo mtu aliyemsafiri anaweza akatolewa na watu wake ikiwa mazingira aliyoko huko pana ugumu kutoa. Ikiwa pana wepesi atolewe huko huko, ikiwa hakuna wepesi atolewe na watu wake. Bali hata kama ni kwa kutuma hicho kiwango cha thamani ya zakatul fitri kwa watu wake, alafu wakamnunulia wakamtolea, na al-lajnatu ad-daima wanafatwa katika hilo, wakiwajibu watu wa Europe huko, watumieni jamaa zenu katika miji yenu wawanunulie taam, na wakifanyia tawzi' kwa al-fuqara wal masakin. Kwa hivyo msafiri bwana, kwa ufupi, anatoa zaka ya fitri. Usisingizie safari hapa, umeruhusiwa kula safarini ukiwa ughaibuni huko ugenini, lakini si kuacha kutoa fitri. Toa huko uliko, au watumie watu wako, au waelekeze jamaa zako ndugu wakutolee. Masala hayo. Masala mengine hapa ya tatu kwa faida, ikhrajuha anil kafir, kuitoa zakatul fitri kumtolea kafiri. Zakatul fitri tumeambiwa inawajibika kwa mtu na kwa wale walio chini yake, watu wa familia yake. Sasa inawezekana kuna baadhi ya watu chini ya mikono yao pana makafiri, mfano ana watumwa makafiri, watumwa manaswara, watumwa mayahudi mathalan, wako chini yake, abid nasara, yahud, watumwa wa kinasara, watumwa wa kiyahudi,
wako chini yake, sio kama ni watumwa wa Uislamu. Je, atawajibika kuwatolea? Au mtu ana mke mnasara, imraatuhu nasraniya au yahudiya, mke wake hasa mnasara au mke wake myahudi, kwa ile kauli ya kufaa kuwaoa ahlul kitab, ambapo ni kauli ina nguvu sana kwa misingi yake na taratibu zake. Ikawa mtu ana mke yahudi, kijike chake lakini kinaswara kikristo, lakini mkewe atamtolea? Maneno hayo masala haya pia imekuja katika al-Mudawwanatul Kubra biriwayati Suhnun. Masala haya ya kuwatolea wasiokuwa Waislamu sadaqa, aliulizwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala juu ya wale ambao wanamlazimu mtu kuwatolea zaka. Faqala Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, la yuaddi ar-rajulu an abidihi an-nasara sadaqata al-fitri, hatoi mtu kuwatolea watumwa wake wa kinasara zaka ya fitri. Al-Imam Malik amesema wazi. Thumma qala, akasema tena kwenye riwaya nyingine, la yuaddi ar-rajulu sadaqata al-fitri an imraatihi an-nasraniyya, hatoi mtu sadaka ya fitri, kwa maana zaka ya fitri, kumtolea mke wake mkristo, wala an ummi waladihi an-nasraniyya, wala hamtolei mama wa mtoto wake aliyekuwa mnasara. Pengine kuna mwanamke wa kinasara kamzalia mtoto, kama vile wale watumwa masuria wale walikuwa wanawazalia mabwana wao, yafaa kuwa nao wale watumwa wa kike, ukaishi nao kama wake, pengine wakazaa watoto, lakini wale watoto wao wanakuwa ni waungwana, si watumwa kama mama zao. Sasa ikawa kuna mwanamke amekuzalia mtoto wewe, lakini yeye mnasara, mwanamke mtumwa, ni mama wa mtoto wako. Pia al-Imam Malik anasema haiwajibiki kumtolea huyo mama wa mtoto wako muda wa kuwa ni mnasara. Anasema wala yuaddi zakata al-fitri illa amman yuhkamu alayhi binafaqatihim min al-muslimin. Anasema Imam Malik akimalizia maneno yake kama yalivyotajwa katika al-Mudawwanatul Kubra, anasema wala yuaddi zakata al-fitr, na wala haitoi zaka ya fitri, illa amman, isipokuwa kuhusiana na wale ambao yuhkamu alayhi, panahukumiwa juu yake huyu mtoaji, binafaqatihim, kwa kuwalisha wao, minal muslimin, lakini ni miongoni mwa Waislamu. Kwa hivyo watu walio chini yako ambao unatakiwa uwatolee zaka ni wale Waislamu. Ama kama kuna watu wako chini yako unawamiliki, ima ni mke au ni watumwa, lakini wakawa si Waislamu, wewe huwajibiki kuwatolea zakatul fitri. Meelewa masala hayo? Haya, ikhrajuhu anil haml, masala kutoa zakatul fitri, kuitolea mimba, kumtolea mama kijacho kwa kuitolea ile mimba yake. Na hasa wanasema wanawazuoni ni pale ambapo inapokuwa mimba ishapuliziwa roho, baada ya zile 43 miezi minne, mimba ikishakuwa na umri wa miezi minne na kuendelea. Jambo hili nalo ikhraju zakatul fitri anil haml, masala ya kutoa zakatul fitri, kuzitolea mimba, imefanywa hili na salafu salih. Kuna riwaya nukila an Abi Qilaba al-Jarmi rahimahullahu ta'ala qal sadaqatul fitri ani as-saghiri wal-kabiri, sadaqa ya fitri yatolewa kutolewa aliye mdogo na mkubwa, wal-hurri wal-mamluki, na mtu aliye huru, mtu muungwana, na aliye mtumwa, wadh-dhakari wal-untha, na mwanamume na mwanamke. Qal wa in kanu, na walikuwa, al-Imam Abu Qilaba rahimahullah anasema na walikuwa, yani as-salaf katika masahaba, la yu'tuna hatta yu'tuna anil haml, na walikuwa salaf
ni wenye kuitoa hiyo zakatul fitri mpaka wanazitolea mimba, mpaka wanaitoa hiyo fitri kwa ajili ya mimba. Na kwa hakika imekuja riwaya an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu al-khalifatu ath-thalith kwamba yeye alikuwa akitolea aljanin, akitolea vijichanga vilivyokuwa tumboni, pia akivitolea zakatul fitri. Hiyo ni riwaya ameitaja Imam Abu Daud, kadhalika ameitaja Imam Ahmad kwamba Uthman ibn Affan alikuwa akiwatolea hata aljanin fi batni ummiha. Kwa hivyo mwenye kufanyia kazi sunna hii, maadamu mkewe au yeye mwenyewe ana ujauzito uliovuka miezi 4 na ameishi nao ujauzito huo kwenye Ramadhani, basi akitolee hicho kimimba zaka ya fitri, jaiz. Salafu wamefanya hilo. Al-Imam Abu Daud kuna riwaya ameitaja, qala sami'tu Ahmada, nzuri niisome, ذكر حديث عثمان. الإمام أحمد يليتاج حديث عثمان كما nilivyosema kaipokea, أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل, كما عثمان alikuwa akiitoa sadaka ya fitri kuzitolea mimba. فقال أحمد, akasema Ahmad baada ya kuitaja hadithi hiyo, ما أحسن ذلك إذا تبين وصار ولدا, ni uzuri ulioje wa jambo hilo pindi itakapobainika hiyo mimba na ikawa mtoto, na hiyo ni kuanzia miezi 4 na kuendelea ala sahih. Lakini masala mengine hapa, ikhraju zakatul fitri anil mayit, masala ya kumtolea zakatul fitri maiti. Umefiwa wewe na wazazi wako, sasa waona uwatolee zakatul fitri, kumtolea mzee wako mayit, mama yako mathalan mayita, ndugu zako, jamaa zako waliofariki, ukasema na wewe wakumbuke hao. Masala haya yamezungumzwa katika hayo masaili ya Abi Daud yani Imam Ahmad. Qala Abu Daud sami'tu Ahmada dhakara hadith Ata. Al-Imam Abu Daud rahimahullah anasema nilimsikia Imam Ahmad ameitaja hadithi Ata ibn Abi Rabah أنه كان يعطي نقد تابعين، عطاء من كبار التابعين، أنه كان يعطي عن أبويه صدقة الفطر، kwamba Ata rahimahullah alikuwa akitoa kuwatolea wazazi wake wawili zaka ya fitri, hatta mata, mpaka akafa, uhai wake wote akiwatolea wazazi wake zaka ya fitri. Wa huma mayitan, na hali ya kuwa hawa wazazi wake wawili wamekufa, amedumu Ata akiwatolea wazee wake. Qultu, nikasema, Abu Daud anamuuliza Imam Ahmad, yu'jibuka hadha ya Aba Abdillah, linakupendeza jambo hili, ni jambo unalikubali? Qala ma ahsanahu in fa'alahu, uzuri ulioje wa jambo hilo ikiwa atalifanya. Ma ahsanahu in fa'alahu. Na katika riwaya nyingine, riwayatu al-Fadl ibn Ziyad yani Imam Ahmad, anazungumzia Imam Ahmad kwamba anasema, wakana Ata'u yu'ti an abawayhi, na alikuwa Ata anawatolea wazazi wake wawili sadaqatul fitri hatta mata, ile sadaqa ya fitri mpaka alipokufa. Qila li Abi Abdillah, wakasema kuambiwa Abi Abdillah Imam Ahmad, yu'jibuka hadha, linakupendeza jambo hili? Qal hadha tabarru'un ma ahsana hadha, huku ni kujitolea, uzuri ulioje wa kitu hiki. Qala Abu Daud, al-Imam Abu Daud anasema tena Sijistani, qultu li Ahmad, nilisema kumwambia Imam Ahmad, idha mata lailatul fitr alayhi zakatul fitr, je akifariki maiti wangu usiku wa Eid al-Fitr, tumeishi naye katika Ramadhani, katika usiku wa Eid ule, baada ya kuandama mwezi, maiti wangu, mtu wangu wakafa, idha mata lailatul fitr alayhi zakatul fitri, akifa mtu katika usiku wa Eid al-Fitri, je inawajibika juu yake fitri? Faraa annahu yuaddi an, akaona al-Imam Ahmad kwamba atamtolea. Kwa hivyo kuna mlango huo wa tabarru'
salafu wameuzungumza. Sisi tuna watu wetu waliofariki, wazee wetu, utajalia ni katika sadaqat ambazo unaweza ukamtolea. Wale waliokuwa wanauliza ninaweza nikatolea maiti wangu zaka ya fitri, swali hili limekuwa kwa wingi sana tumeulizwa. Naam, kuna fatawa hizo min al-aimma al-abrar rahmatullahi ta'ala alayhim, yajuzu wewe ukawatolea hata maiti wako zaka ya fitri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sasa turudi kwenye kitabu hapa turudi kwenye kitabu chetu hapa. Pana maswali yameulizwa hapa kwenye hichi kitabu, ukurasa wa 33. Ni kama swali lakini shekhi analijibu sasa. Ikhraju zakat al-fitri naqdan, utoaji wa zaka ya fitri kwa pesa, kutoa pesa. Sasa nini hukumu ya masala haya? Shekhi amejibu kwa ufupi, majibu mazuri lakini qala ikhtalafa ahlul ilmi, wameikhtilafiana wanawazuoni fi ikhraji zakat al-fitri naqda, katika utoaji wa zaka ya fitri kwa pesa. Maulama wa Kiislamu wameikhtilafiana juu ya hili, watu kuacha kutoa vyakula wakaanza kutoa pesa. Wa hasilu madhhabihim thalatha, na mjumuiko wa madhehebu yao ni kauli tatu. Kwa maana ikhtilafu yote iliyotajwa hasili yake, mjumuiko wake ni kwenye kauli tatu. Al-awwal, kauli ya kwanza, la yajuzu mutlaqa, haijuzu moja kwa moja kutoa zaka ya fitri pesa, toa chakula. Wa huwa kauli al-jumhur, na hii ndio kauli ya jumhurul ulama. Jumhurul ulama ndio kauli yao. Wa huwa al-ahwatu, na hii ndio kauli yenye akiba zaidi, kwa maana ndio kauli madhubuti zaidi. Al-muallif amesema hivyo, wa huwa kadhalik, na hivyo ndivyo ilivyo. Maulama wetu wengi hata al-muasirin, al-allamatu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, wal-allamatu Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, wal-allamatu Nasiruddin al-Albani, wal-Fawzani, wal-lajna ad-daima, wengi wamekwenda kwenye kauli kwamba haitojuzu kutoa pesa muda wa kuwa kuna uwezekano wa kutoa chakula, kwa sababu pesa zilikuwepo wakati wa Mtume alayhi salam, zilikuwepo pesa, lakini Mtume alayhi salam aliwaelekeza masahaba kutoa chakula. Na Abu Sa'id al-Khudri ameeleza wazi, kunna nukhriju ta'aman wa kana ta'amuna, akavitaja ilikuwa tutatoa vyakula sisi na vilikuwa vyakula vyetu. Wa kana ta'amana alburru, ay wa kana alburru ta'amana, na vilikuwa vyakula vyetu alburru washairu watamru wazabibu, alaysa kadhalik? Imekuja wazi riwaya. Kwa hivyo kauli ya sawa sawa tutoe vyakula, na hii ndio kauli ya jumhur, na haifai kabisa kutoa pesa. Athani, kauli ya pili, yajuzu mutlaqa, inajuzu. Na jumhuri waliotajwa hapo juu yuko al-Imam Shafi'i wal-Imam Malik wal-Imam Ahmad ibn Hanbal na wengineo. Kauli ya pili, yajuzu mutlaqa, inajuzu moja kwa moja kutoa pesa, kutaka toa. Wa huwa madhhabu Abi Hanifata والثوري وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، واختاره الإمام البخاري. na hiyo ndio kauli ya Abi Hanifa na al-Imam الثوري سفيان na عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، واختاره نامي اختار قوله الإمام البخاري kwamba yafaa kutoa hela moja kwa moja bila sharti lolote. Na ndio maana tumesema tuyataje masala haya, na hii ni qaulu marju'un min haythu al-adilla. Lakini kuhusiana kwamba iko, naam, iko kauli hiyo. Qala Abu Ishaq as-Sabi'i, qala Abu Ishaq as-Sabi'i wa huwa ahadu a'immati at-tabi'in, na ni mmoja katika maimamu wa tabi'in na a'immati al-hadith. Adraktuhum, asema nimewadiriki wao, yani adraka jamaa, wengi wanasema jamaa min at-tabi'in, amewadiriki watu katika tabi'in waliomtangulia. Wa hum yuadduna fi sadaqati Ramadhan, na hali ya kuwa wao wanatoa katika sadaka ya Ramadhan ad-darahima biqimati at-ta'am, wanatoa darahim, pesa kwa kile kiwango cha chakula. Abu Ishaq amewadiriki baadhi katika tabi'in wakifanya hivyo. Hiyo ni kauli ya pili, na hizo ndio hoja zao.
kwamba inajuzu kutoa pesa moja kwa moja. Kauli ya kwanza haifai moja kwa moja, lakini kauli ya tatu, athalithu, yajuzu, itajuzu kutoa pesa in da'at ila dhalika almaslaha walhaja, ikiwa yataitia katika hilo maslaha na haja, wa illa fala, na kama hakuna maslaha hayo na haja hapana. Na hii ni kama ilivyo kwa watu walio mbali, wengi hupiga hesabu wakarusha pesa, ikawa yeye ashatoa pesa, nyinyi huku ndo mwende mkamtafutie huo mchele, mkamtafutie hizo ngano mumtolee, lakini wao kule wanatoa pesa kwa sababu ya ugumu wa kusafirisha vyakula, kwamba aseme anunue michele, sijui anunue ngano, anunue tende, azisafirishe, pana uzito. Kwa hivyo wao huambiwa watoe pesa, zile pesa zikapelekwa kwa watu na wale watu wakawanunua vyakula vikatolewa. Je, muda ule watatoa pesa itakuwa imejuzu? Kwa sababu ya haja itajuzu, bali wengine si kununua vyakula, zile pesa zinakwenda moja kwa moja kwa maskini. Mtu anaona hana nafasi ya kununua vyakula, mazingira hayako sawa, lakini kuna maskini anawafahamu katika mtaa wao, au pengine anazo namba zao, anawafuadia pesa ya zaka ya fitri yake, anawatilia pesa kwenye akaunti zao au kwenye akaunti za simu, kawatilia kwenye Tigo Pesa, kwenye M-Pesa. Ikiwa mazingira yanahitajia hilo, fala ba'sa. Hii ni madhehebu ya tatu, yajuzu in da'at ila dhalika almaslahatu walhajatu wa illa fala, wa huwa qawlu Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Na hii ni kauli ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah kwamba pakiwa pana haja na maslaha yaliyo makubwa, basi itatolewa pesa badali ya chakula. Lakini ikiwa hapana haja wala hapana maslaha, asli ni kutoa chakula. Wa huwa qawlu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, na hiyo ndio kauli ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, kama ilivyokuja katika Majmu'ul Fatawa juzuu ya 25 sahifa ya 83, haithu qala, amesema, wa amma ikhraju alqimati lilhaja, na ama kutoa kiwango cha pesa kwa haja, yani kiwango cha pesa chenye kuendana na hizo kilo za zaka ya fitri. Wa amma ikhraju alqimati lilhaja, na ama kutoa kiwango cha pesa kwa ajili ya haja, au almaslahati, au kwa ajili ya maslaha, au aladl, au kwa ajili ya kuleta usawa. Bimaana kama walivyosherehesha baadhi ya ulama, al-adl anakusudia pengine kuna baadhi ya mafakiri tayari wana baadhi ya vitu na vingine hawana, labda mtu ana vyakula, huo mchele anao, sawa, ngano anazo, lakini hana mkaa, hana mafuta, hana chochote, hana idamu, hana kitoweo. Ukaona sasa uadilifu hapa, kwa kuwa hichi anacho akihitaji ukampa kile anachokihitajia kama pesa, ndio maana ya adli. Na kwa ajili ya usawa ni maslaha, au ile adli, au kwa ajili ya usawa kwa kumzingatia yule mwenye kuhitajia. Uadilifu ni kumpa nini katika hali aliyokuwa nayo. Katika mazingira kama hayo, Sheikh al-Islam anasema fala ba'sa, hakuna ubaya pakatolewa pesa. Wa huwa riwayatun anil Hanabila, na kauli hii ndiyo riwaya kutokea kwa Hanabila. Madhehebu ya Hanabila wana riwaya kukataa na wana riwaya nyingine ya kukubali. Hakaha fil Insaf, ameitaja riwaya hiyo katika al-Insaf, na ni kitabu ambacho kinataja riwayat za madhehebu, zile riwaya mbili za Imam Ahmad katika madhehebu yake. Wa ilaiha, na kuelekea kauli hii kauli ya tatu hii, kwamba inaweza ikajuzu kutoa pesa kwa maslaha. Wa ilaiha, na kuelekea kwenye riwaya hiyo ya kufaa kutoa pesa, dhahaba jam'un min al-Malikiyya, ndio wamekwenda kwenye kauli hiyo na riwaya hiyo kundi kubwa la wanawachuoni wa Kimalikia. Adhim. Haya ni masala muhimu sana katika zakatul fitri kwenye kipindi hichi. Sheikh anamalizia hapo, na hii ndio topiki yetu ya mwisho kwenye kitabu chetu. Masala mengine yaliyofuata baada ya hapo, hizo kurasa zinataja mambo ya pongezi zaidi kwenye madhehebu, kisha panatajwa vitabu muhimu vya kusoma katika mwezi wa Ramadhani. Haya ni mambo sasa ya walimu na wanafunzi, lakini nyinyi mnaishia kwenye idhaa. Anasema idhaa
ni kama tunavyosema sisi angalizo, ni kama aina ya tambii, jambo la kuzingatia, idhaa, angalizo. Wa anta tukhriju zakat alfitr au sadaqa, na hali ya kuwa wewe unatoa zaka ya fitri. Wa anta tukhriju zakat alfitri, na katika hali wewe muislamu unaitoa zaka ya fitri au sadaqa, au unaitoa sadaka. Sheikh anasema ihmadillah kathiran, basi mhimidi Allah kwa wingi, anja'alaka mimman yu'tunaha, pale Allah amekujalia wewe ni miongoni mwa wale wenye kuitoa hiyo sadaka. La mimman yastahiqunaha, si miongoni mwa wale ambao wanastahiki kupewa hili jambo hili. Mhimidi Allah, yani wakati unatoa zaka ya fitri au unatoa sadaka yoyote, basi mhimidi Allah kwa wingi kwamba Allah amekujalia wewe ni miongoni mwa watu wenye kutoa sadaka, sio miongoni mwa watu wenye kupewa sadaka. Allah amekufadhilisha wewe, una cha kutoa, na si kwamba huna kiasi ambacho unapewa, maana mkono wa kutoa ni bora zaidi kuliko mkono wa kupokea. Sasa umhimidi Allah kwa kuifadhilisha hali yako wewe unatoa na kwamba hupewi. Adhim. Wa anta tukhriju zakat alfitr, na katika hali wewe unaitoa zaka ya fitri, likumbuke hili ukhti fillah, au sadaqata, au unaitoa sadaqa. Ihmadillah kathiran, basi mhimidi Allah kwa wingi, anja'alaka, kuliko kujalia wewe, mimman yu'tunaha, kama ni miongoni mwa wale wenye kuitoa hiyo sadaqa au hiyo zakatul fitri. La mimman yastahiqunaha, si miongoni mwa wale wenye kustahiki, wenye kupewa. Mhimidi Allah kwa fadhila hii. Alhamdulillah walillahi alhamd. Kitabu chetu kimekomea hapa katika lile eneo ambalo ndio mahala pa kusomeshwa wanafunzi, na hapo ndio mwisho wa kitabu chetu katika semina hii. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insha Allah taala tutaishia hapa kwa leo. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati alkiram ajma'in. Yalla ondokeni sasa.